Yanayojiri katika mahakama ambapo Tundu Lissu kesi yake inaendelea yamezua uoga na taharuki nchini Tanzania. Jambo na karibu. Leo ni Februari tarehe 9 mwaka 2026 na kesi ya uhaini ya nambari 19905 inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu inaendelea Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dar es Salaam. Kesi imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi, vyombo vya habari, wanaharakati wa kisiasa na mashirika ya kiraia kutokana na umuhimu wake kisiasa na kisheria. Kama inavyokumbukwa, kesi hii iliingia hatua muhimu Novemba tarehe 11 mwaka jana pale shahidi wa 4 anayejulikana kama P11 alipoingia mahakamani. Shahidi huyu ni shahidi wa siri na hili limekuwa ni kigezo cha hoja muhimu za kisheria katika kesi hii. Mheshimiwa Tundu Lissu aliweka pingamizi juu ya namna ambavyo shahidi huyu wa siri alivyowekwa kuendesha ushahidi wake. Lissu aliibua hoja kwamba sheria inahitaji kuwa shahidi wa siri atajwe waziwazi na amri ya mamlaka ama amri ya mahakama lazima ionyeshe wazi kuwa shahidi huyo ni wa siri. Hata hivyo, katika amri iliyopo mahakamani hakukuwa na maelezo ya wazi kwamba shahidi huyo anapaswa kuwa wa siri. Kwa mujibu wa pingamizi hilo, Lissu alidai kuwa masharti ya kisheria na kanuni za ulinzi wa mashahidi hayakutimizwa na ni jambo ambalo linaweza kuathiri uhalali wa ushahidi unaotoa. Pingamizi hili limepelekea mahakama kuahirisha kikao cha kesi ili kutoa fursa kwa upande wa jamhuri kujibu hoja ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuhusu uhalali wa shahidi huyu wa siri. Na leo hii zoezi linaendelea kwa upande wa jamhuri kutoa majibu rasmi kwa hoja hizo. Baada ya upande wa serikali kujibu, Mheshimiwa Lissu atakuwa na fursa ya kutoa hoja ya nyongeza inayojulikana kama rejoinder ili kueleza hoja zake za kisheria juu ya pingamizi hilo. Baada ya hoja hizo zote, mahakama itatoa maamuzi mwisho juu ya uhalali wa shahidi wa 4 P11. Hili ni hatua muhimu katika kesi hii kwani shahidi wa siri unaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye matokeo ya kesi. Kwa mujibu wa vyanzo vya mahakama, hali ya kesi leo ni sawa na kikao kilichopita. Wanachama wa pande zote wameshafika na maandalizi ya mwisho yametimizwa, na hili linaashiria kuwa kesi inafuatiliwa kwa uangalifu mkubwa na pande zote, huku mahakama ikihakikisha kuwa taratibu za kisheria zinafuatwa kikamilifu. Maandamano haya ya kesi yametolewa kwa umma kwa njia ya wazi na wanasheria wanasema kuwa ni mfano wa jinsi mfumo wa sheria unavyofanya kazi kwa uwazi hata pale ambapo hoja za kisheria ni changamoto kwa pande zote mbili. Shahidi wa siri P11 ni kigezo cha msingi cha kisheria na hoja za Lissu zinaangazia umuhimu wa kuweka wazi masharti yote ya kisheria wakati wa kutumia mashahidi wa siri ili kuhakikisha haki za kila upande zinaheshimiwa. Sheria wa mashahidi wa siri na kanuni za ulinzi wake ni muhimu katika kuhakikisha kwamba ushahidi unaotoa hauathiriwi na shinikizo lolote na kwamba haki za upande wowote hazivunjwi. Kesi ya Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kutokana na nafasi yake ya kisiasa na historia ya vyombo vya dola kushughulikia kesi zinazohusiana na wanasiasa wa upinzani. Hii ni kesi inayochambua si tu hoja za uhaini bali pia inafanya uchambuzi kuhusu uhalali wa mashahidi wa siri, uwazi wa ushahidi na haki za kisheria za watuhumiwa. Mawakili wa pande zote wameshafika mahakamani leo wakiwa na maandalizi ya mwisho na tayari kwa kujibu hoja na hoja za nyongeza. Hali inaonyesha umuhimu wa kesi hii sio tu kwa Mheshimiwa Lissu binafsi bali kwa mfumo wa sheria na demokrasia nchini Tanzania. Hoja zinazotolewa leo ni muhimu kwa sababu zinaweza kuamua iwapo shahidi wa siri utaingizwa kwenye kesi au la, na jambo ambalo inaweza kubadilisha mwelekeo wa kesi hii. Na kwa mujibu wa wanasheria, kesi kama hii inatoa funzo kwa vyombo vya dola, vyombo vya usalama na mahakama juu ya umuhimu wa kufuata taratibu za kisheria kwa uangalifu, hasa pale ambapo mashahidi wa siri wanahusika.
Kadri kesi inavyoendelea, hoja hizo za kisheria zinatolewa kwa umakini mkubwa, huku mahakama ikihakikisha kwamba haki za pande zote zinaheshimiwa. Na hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha kwa mfumo wa sheria unatekelezwa bila upendeleo wowote na kwamba haki ya kisheria ya kila mtu inadumishwa. Kesi ya Lissu imekuwa na mashirika ya haki za binadamu na wanaharakati wa kisiasa wakifuatilia kwa karibu, huku wakiangalia iwapo taratibu za kisheria zinaheshimiwa, hasa pale ambapo hoja za mashahidi wa siri zinahusiana na kesi zinazohusu wanasiasa wa upinzani. Mchakato wa mahakama ni mfano wa jinsi mfumo wa kisheria unavyoweza kushughulikia hoja changamano, huku pande zote zikihakikishiwa haki ya kusikilizwa na kutoa hoja zao. Hii ni muhimu kwa kuhakikisha kwamba hakuna upande unaonyanyaswa au kushinikizwa, na kwamba matokeo ya kesi yatatokana na sheria na ushahidi uliopo. Kwa sasa wadau wa kisheria, wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu mchakato wa leo, huku wakitarajia uamuzi wa mahakama ya Jumanne ambao ni P11, na matokeo ya uamuzi huu yanaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwa kesi ya Lissu, lakini pia kwa mfumo mzima wa vyombo vya dola na demokrasia nchini Tanzania. Kesi hii pia ni funzo kwa wanasheria, waangalizi wa vyombo vya dola na wananchi juu ya umuhimu wa kufuata taratibu za kisheria, heshima ya mashahidi na usawa wa pande zote zinazohusika katika kesi zinazohusiana na wanasiasa wa kisiasa. Hii ni kesi inayokuwa na uzito wa kisiasa, kisheria na kijamii, na wafuatiliaji wa kesi wanaotarajia kuona iwapo hoja za Lissu kuhusu uhalali wa shahidi wa siri zitaidhinishwa na mahakama, na ni jambo litakalokuwa na athari za kisheria na kisiasa kwa pande zote. Kwa sasa kesi inaendelea pale ambapo hoja za serikali na hoja za nyongeza ya Mheshimiwa Lissu zitachunguzwa na mahakama kutoa uamuzi wa mwisho, na hii ni sehemu ya mchakato wa kisheria unaohakikisha haki, uwazi na uwajibikaji katika kesi zinazohusisha wanasiasa na hoja za kisheria changamano. Na vilevile kutokana na mapendekezo ya naibu mwenyekiti wa chama John Heche leo hii asubuhi kwamba Samia Suluhu na vilevile taasisi ya mahakama mwachilie huru Tundu Lissu, leo ndio itajulikana kwamba kesi yake inaelekea wapi. Na kwa taarifa zaidi kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, ufuatiliaji wanahimizwa kuendelea kufuatilia mchakato huu kwa umakini, huku wakitazamia uamuzi utakaotolewa kuhusiana na ushahidi ama na shahidi wa 4 P11 na athari zake kwa kesi ya uhaini nambari 19605. Hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kwa channel hili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi.